Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za jioni ya leo samedi le 15 Novembre 2025. Tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana kwa sasa ndani ya nchi ya Kongo. Siku ya leo gouvernement ya Kongo na kundi la AFC M23 walisinye mkataba wa mfumo huko Qatar. Tutawaambia mengi kuhusu hayo. Tutawaambia pia kuhusu kufunguliwa kwa aeroport internationale ya Goma. Hayo yalitangazwa na Patrick Muyaya. Tutawaambia walichokitangaza. Tumewaletea taarifa mingi kama kawaida. Hii ni Kwetu TV, channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawaomba kuendelea kusubscribe, kucomment na kulike pamoja na kusambaza taarifa hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga nasi na sheni yetu ya WhatsApp ili kukuwa napata taarifa zetu zote kwa wakati. Mjiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo mkomantere au mtuandikie kwenye namba hiyo. Hapo utatupata kabisa 5 kwa 5. Habari zetu za jioni ya leo tuzianzie ndani ya Doha huko Qatar. Siku ya leo gouvernement ya Kongo na kundi la AFC M23 walisinye mkataba wa mfumo huko Doha. Mkataba huu wa mfumo walio usaini huko Qatar siku ya leo si mkataba wa mwisho ama si maandishi ya mwisho ama si makubaliano ya mwisho kati ya gouvernement ya Kongo na AFC M23, lakini ni hati inayoelezea mbinu na ratiba ya mijadala ijayo. Ndani ya mkataba huu wa mfumo ambao waliusaini, pande mbili zilithibitisha usitishaji vita wa kudumu na kudhibitisha dhamira yao ya kuachilia wafungwa. Na mkataba huu wa mfumo unasisitiza kusuluhisha visababishi vya mzozo, kupambana na ubaguzi, kuimarisha umoja wa kitaifa na kuanzisha utawala shirikishi. Na haya walio yakubaliana yataanzisha namna ya kukuja kufikia sasa kutia saini kwa mkataba wa mwisho ambao utakuja kukuwa na lengo la mambo tofauti. Na habari tunazo ni ya kwamba makubaliano ya mwisho yatajadiliwa ndani ya wiki 2 na watakuja kuyasaini, na makubaliano ya mwisho ambayo yanatarajiwa ndani ya siku chache yatakuwa ndani maamuzi tofauti kati ya pande mbili. Maamuzi yatakao kuwa ndani ni namna ya kuanza kushughulikia ufikiaji wa kibinadamu, mipango ya usalama na namna ya kupokonya silaha, urejesho wa mamlaka ya serikali, kurudi kwa watu waliohamishwa na wakimbizi, pamoja na ufufuaji wa uchumi na haki ya mpito. Na hapo watakuwa wamefikia hatua ya mwisho ya kurejesha amani mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunangoja sote makubaliano hayo ya mwisho tuone ya kwamba kila kitu kitakwenda sawa, ila upande mwingine AFC M23 inaendelea kuonesha ya kwamba kwenye uwanja wa vita hakuna kitakachogeuka. Mbonimpa huyu ndiye kiongozi wa delegation ya AFC M23 iliyosinye mkataba wa mfumo siku ya leo huko Qatar. Baada ya kelke minute na wamesinye hayo, alisema ya kwamba kwenye uwanja wa vita hakutakuwa kabisa changement, yani hakuna kitakacho geuka. Anasema ya kwamba population ambayo iko maeneo wanayo yaongoza inapaswa kupasiante, na njia ingali kabisa kubwa tena ndefu kwao paka pale ambapo watakapo fikia mwisho. Alisema hayo Mbonimpa baada ya kusainiwa kwa mkataba wa mfumo. Inaonesha ya kwamba kwenye uwanja wa vita kabisa mambo ni tofauti na kile ambacho wako na kisaini. Yeye peke alisema hayo
kupitia video ambayo alikuwa akihojiwa na wanahabari huko Qatar. Video tunazipitishaka kushene kabisa, ninawaambiaka mjiunge nasi na shene yetu ya WhatsApp ili mkuwe na fuata mavideo zote hapo kushene hapa Komedia, ni kuwajulisha tu mambo yote jinsi iko. Tungoje tu, tutaona hali kutere itakuwa aeme. AFC M23 upande wake inaonyesha kwamba hakuna kitakacho geuka hapo kutere ama kwenye uwanja wa vita. Tuendelee na habari zetu. Baada ya Emmanuel Macron kuomba gouvernement ya Kongo na AFC M23 kufungua aeroport ya Goma, Patrick Muyaya, huyo ni msemaji wa gouvernement ya Kongo, alisema ya kwamba aeroport ya Goma itafunguliwa mwisho wa mwaka huu. Na mnasikia kwamba si mbali, tuko ndani ya mwezi wa 11 wa 12, deja ni mwezi moja ambao unabakia. Alisema ya kwamba ni maamuzi ya Felix Tshisekedi, na Felix Tshisekedi anaomba gouvernement ya Kongo kujiandaa ili kufungua aeroport ya Goma, na aeroport ya Goma itafunguliwa kwa ajili ya kufika tu kwa usaidizi wa wakimbizi. Hakuna kingine ambacho kitaacha aeroport hiyo inafunguliwa. Na wakati Emmanuel Macron aliomba pande mbili kufungua aeroport ya Goma, aliomba ya kwamba ifunguliwe ili kufika kwa urahisi kwa misaada ndani ya maeneo yanayoongozwa na AFC M23. Hayo ndio ambayo Patrick Muyaya alitangaza ya kwamba mwisho wa mwaka huu aeroport ya Goma itafunguliwa kwa ajili ya kufikiwa kwa misaada ya wakimbizi. Na hapa gouvernement ya Kongo imeamua kuifungua aeroport ya Goma. Goma inamilikiwa na AFC M23. Na wakati Emmanuel Macron alitoa wazo ya kwamba aeroport ya Goma ifunguliwe, Corneille Nangaa, huyu ndiye kiongozi wa AFC, alisemaka ya kwamba Kongo haiwezi ikafungua aeroport ya Goma. Aliandikaka ya kwamba kama gouvernement ya Kongo ama kama President Felix Tshisekedi ni mwanaume, akuje afungule aeroport ya Goma bila kuruhusiwa na AFC M23. Inamaanisha ya kwamba gouvernement ya Kongo hata kama iamue kuifungura aeroport ya Goma bila kupewa ruksa na AFC M23 ambayo iko hapo, au haiwezi kafunguliwa. Inabidi nini? Inabidi kufanya maongezi kati ya AFC M23 na gouvernement ya Kongo, ndipo aeroport hiyo ifunguliwe. Na tutaona ya kwamba kutakuwa maongezi wakati ya gouvernement ya Kongo inatangaza hayo eti aeroport ya Goma itafunguliwa, AFC M23 bila kuyakubali na waambia haiwezi ikawezekana, nayo italeta tena matatizo ndani ya siku za mbele. Na kwa sasa gouvernement ya Kongo hayo ilitangaza ya kwamba aeroport itafunguliwa mwisho wa mwaka huu, na AFC M23 upande wake ilikuwa amesema ya kwamba gouvernement ya Kongo haiwezi kaifungua aeroport bila kupewa ruksa nao. Tutaona ya kwamba itakuwa aje, ila wameamua ya kwamba gouvernement ya Kongo imeamua ya kwamba aeroport itafunguliwa. Habari zetu zinaendelea. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye atasafiri hadi Kinshasa siku ya leo kwa ajili ya kushiriki mkutano wa kenda wa kawaida wa mkutano wa kimataifa wa ukanda wa maziwa makuu. Ofisi ya rais wa Burundi ilitangaza katika taarifa iliyochapishwa huko Gitega. Atashiriki katika kazi ya viongozi wa nchi 12 wanachama wa shirika la kikanda. Mjini Kinshasa, waziri wa ushirikiano wa kikanda wa Kongo Floribert Anzuluni alithibitisha kwamba mkutano huo utafanyika Jumamosi chini ya mada inayosema tuimarishe amani, utulivu na maendeleo katika eneo la maziwa makuu. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatazamiwa kutoa urais wa zamu wa mkutano huu wa kikanda ama mkutano huu wa kimataifa wa ukanda wa maziwa makuu kutoka Angola, ambayo mamlaka yake ya Angola ambayo yalianza mwezi wa Novemba mwaka jana, yani année 2024, na sasa yameisha.
Bwana Nzuluni alisisitiza kuwa mkutano huu unawakilisha fursa kwa Kinshasa kuimarisha juhudi zake za kidiplomasia kwa ajili ya amani katika eneo lenye maeneo kadhaa ya migogoro, hasa mashariki mwa Kongo ambako jeshi linapambana na waasi wa AFC M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Hatupo hapa kutatua matokeo lakini kutafuta suluhu, alitangaza, akitaka uungaji mkono zaidi kwa mifumo iliyopo ya kikanda ya kuzuia na kutatua mgogoro. Bali na masuala ya usalama, wakuu wa nchi wanatarajiwa kujadili ushirikiano wa kikanda, uhamisho wa watu, kodi na utawala. Mikutano 12 ya maandalizi ya kisheria ilipangwa 9 ambayo tayari imefanyika, ikiwa ni pamoja na mkutano wa wakuu wa wafanyakazi wa majeshi ya nchi wanachama. Na wakati kikao hicho kitakuwa kimeisha, President Ndayishimiye atakuja kuongea na President Felix Tshisekedi kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo ambapo wanakabiliana na mapigano ya waasi wa AFC M23. Hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea, na waomba kusubscribe ili kukuwa napata habari zetu kama kawaida. Asante.